Amani ya Rahmani, neema zake manani na baraka zake Mustafa Adnan zikumiminikie popote pale ulipo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Ar-Rahma TV, alhamdulillah, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan tulipata nafasi ya kuwepo katika skuli ya Kiwani Sekondari Kisiwani Pemba kwenye mashindano ya Qur'an tukufu yaliyowakutanisha wanafunzi mbalimbali kwa ajili ya kushindana katika usomaji na uhifadhi wa Qur'an. Watukufu wa Islam, tukio ambalo litaanza sasa hivi ni kufungua mashindano yetu haya wa Qur'ani tukufu ambayo itasomwa na msomaji mwanafunzi Abubakar Hassan Haji, Sura Shura aya 10 hadi 16. Baada ya Qur'ani tukufu tutamkaribisha jaji kiongozi ambaye atatoa maelezo mafupi juu ya uendeshaji wa tahafidhi yetu hii. Mwanafunzi, tunakuomba ukaribie. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawma adh-dhalimin وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. Kwa upande wa wanaume ni Khamis Yahya Sheha. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم mushfiqun. Kwa hiyo tunamwita mwanafunzi wa kwanza Khamisi Yahya Sheha, alama 91.5, aje apokee zawadi yake. Asogee. Huyo ni mwanafunzi Khamisi Yahya Sheha akiwa na nafasi ya kwanza. Takbir.
Baada ya kumalizika kwa mashindano hayo ya Qur'an, tulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya walimu, washiriki pamoja na wanafunzi ili kusikia maoni yao na ujumbe wao kuhusu mashindano hayo ya Qur'an. Kwanza kabisa, tafadhali tujulishe jina lako na nafasi yako katika mashindano haya ya Qur'an. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina naitwa Maalim Safir Bakar Muhammad. Mimi ndo mlezi mkuu wa wanafunzi katika swala zima la maadili au kwenye madrasa ya skuli hii. Tumeamua kuanzisha swala zima la tahfidhi al-Qur'an kwa sababu Qur'ani ndo msingi wa kila kitu. Tunaamini kwamba mwanafunzi anapokuwa na tahfidh akajitahidi katika swala zima la Qur'an, hata uelewa wake unakuwa. Kwa hiyo tukaamua kwa maksudi mazima kuendeleza swala hili, na mwakani inshallah tunatarajia hili swali litakuwa ni kubwa zaidi, na kwa mujibu wa wanafunzi wenyewe walivyojionea, tunaamini kwamba hata ushiriki nao utaongezeka. Ni vigezo gani mlivitumia kuwachagua washindi? Vigezo ambavyo tumevitumia kuwachagua wanafunzi, kwanza tulitoa fursa ya matangazo mbalimbali, wao wenyewe wajitokeze kwa hiari, lakini pia baadaye tukaanza kuwachuja ili kujua ni nani yuko katika level gani na nani yuko katika level gani. Kwa hivyo tulikwenda katika hali ya mchuano katika level ya kwanza, level ya pili, na hatimaye leo tumemalizia katika level ya 3 ambayo wameshiriki wageni mbalimbali, na kama tulivyojionea tulikuwa na mgeni rasmi na wanafunzi mbalimbali nao wameshiriki. Kwa mtazamo wako, kiwango cha washiriki wa mwaka huu kikoje? Kwa mawazo yangu, kiwango cha mwaka huu cha washiriki kiko cha wastani kwa sababu ni mara ya kwanza, lakini hata hivyo ushiriki wao ulikuwa unaridhisha kwa sababu tuliwaona baadhi ya wanafunzi kwa kweli walipata zawadi kutokana na kushiriki kwao vizuri. Unawashauri nini vijana wanaotaka kuhifadhi Qur'an? Alhamdulillah. Vijana wanaotaka kuhifadhi Qur'an na washauri wazidi jitihada, kwa sababu hata siku ya kiyama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ataambiwa yuqalu li sahibil Qur'an, ataambiwa mwenye kusoma Qur'an, ikra warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilatika fi akhiril aya taqra'uha. Ataambiwa soma na upande daraja, hakika ya makazi yako peponi ni aya ya mwisho ambayo utaisoma. Kwa hivyo kwa nafasi kama hii inaonekana kwamba swala la Qur'ani ni swala kubwa ambalo linampa mtu katika nafasi nzuri hapa duniani na kesho akhera atakuwa na daraja kubwa peponi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Kasim Ibrahim Musa, nikiwa jaji kiongozi katika msabaka huu ambao umefanyika katika sehemu hii ambayo tumehudhuria inshallah. Katika mashindano haya ya Qur'an, ni vigezo gani muhimu vinavyotumika kumpima mshiriki? Ama katika mashindano yetu haya, majaji kwa pamoja wameamua kuwatahini wanafunzi walengwa katika vipengele vitatu muhimu. Kipengele cha kwanza ni kipengele cha tahfidhil Qur'an ambacho hichi kina alama 50. Kipengele cha pili ni kipengele cha tajwidi ambacho hichi kimebeba alama 30, na kipengele cha tatu ni kipengele cha makhadil huruf ambacho hichi kimebeba alama 20, ambacho ukijumlisha kwa pamoja tunapata alama 100 kamili, ambazo hapo ndipo mwanafunzi anapotaka atahiniwe kupitia hifadhi yake aliyohifadhi katika kifua chake. Kwa jina anaitwa Khamis Yahya Sheha na ni mwanafunzi wa Kiwani Sekondari. Kipengele ambacho nimeshiriki ni hifdhi juzu 1. Umejiandaaje na mashindano haya ya Qur'an? Kwenye kesi ya kujiandaa
Uhalisia ni kwamba kutokana na mazingira ambayo tuko kwa muda huu ni shida, kwa sababu wakuta ni vitu vingi ambavyo tunavifuatilia kwa haya mazingira. Kuna masomo 9 ambayo mtu mmoja yamkabili, pia kuna na kitabu kitukufu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala pia ambacho nacho pia chafuatiliwa. Na ukiangalia kwa kwenye kesi ya uanzilishwaji, tumeanza Shaban kufanya muraja. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi, kwa kujizungumzia mimi mwenyewe, nakuta kujiandaa kwangu nimejipanga kwa lengo la kwenda kushindana, ila hakuna, yani hatujaupata ule muda wa kutosha kwa ajili ya haya maandalizi, kutokana na vitu vingine ambavyo tuvifuatilia. Wakuta ni muda mchache tu wa kushutunao ambao tunashughulikia hichi kitabu, na hali ya kuwa hichi kitabu chahitaji muda wa kutosha kufuatilia, kwa sababu mambo yake mengi, na ukizingatia kitabu cha Allah ni tofauti na vitabu vingine vyovyote. Kitabu cha Allah ukikosea harfu moja tu umebadilisha maana nzima ya neno. Kwa hiyo wakuta kinataka umakini zaidi kuliko ni kitabu chengine chochote. Kwa hiyo kutokana na mazingira ya hapa shule, kujipanga kwangu ni muda mdogo sana ambao nimejipanga kutokana na mahitaji ya Qur'an. Unajisikiaje baada ya kushiriki mashindano haya ya Qur'an? Kwanza sina budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia kushiriki vyema mwanzo hadi mwisho wa mashindani, na bado tukiendelea kuwa na afya zetu kamili kwa washindani wote ambao walishiriki. Cha pili ni kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu na najisikia vizuri na afya yangu kamili kutokana na haya mashindani. Ni aya au sura gani ya Qur'ani unayoipenda zaidi na kwa nini? Aya ya Qur'ani ambayo naipenda zaidi ni Qul huwallahu ahad, kwa sababu huu ni uthibitisho tosha wa dini yetu ya Kiislamu, kwa sababu kuna dini nyingine tofauti tofauti ambazo wana miungu tofauti tofauti. Kwa hiyo sie kwa mujibu wa dini yetu ni aya yetu hii ambayo yatuthibitishia kwamba Allah ni mmoja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Yusuf Idi Mbaraka, nipo kama rais wa serikali ya wanafunzi katika skuli hii ya Kiwani Sekondari. Kama kiongozi wa wanafunzi, unaonaje umuhimu wa mashindano haya ya Qur'ani kwa wanafunzi wa skuli hii? Kiuhalisia kama kiongozi, ninavyoelewa mimi ni kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuweka mashindano haya, na umuhimu wenyewe ni kwamba kama tunavyoelewa, moja kati ya kitu ambacho kuwa kinamfanya Muislamu au mwanadamu yoyote yule kuweza kufunguka akili yake kimaarifa zaidi ni kukishiriki kitabu kitukufu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa vile tunapigania mazuri katika skuli hii ya Kiwani Sekondari, na tunaona kwamba moja kati ya kitu ambacho kitatusaidia hata kwenye ufaulu wetu wa masuala ya kidunia si pekee isipokuwa ni kitabu kitukufu, na ndio maana tukajenga mikakati ya kuweza kuwahifadhisha wanafunzi nikiwemo na mimi kwa ujumla, lengo tuweze kufunguka akili na kuweza kuitangaza shule kiuhalisia zaidi katika matokeo ambayo tunatarajia. Mashindano haya yameleta athari gani kwa wanafunzi katika kuipenda na kuisoma Qur'ani? Kiuhalisia kwamba ni muda mfupi tu tumeenda kumaliza haya mashindano, lakini katika sekta ya athari ninavyoelewa mimi kwamba kuna athari hasi na athari chanya, ambazo kimaana halisia Kiswahili ni athari mzuri na athari mbaya. Kwa namna moja ama nyingine, mpaka muda tunaomaliza hadi sasa hivi ni kwamba hakuna athari mbaya yoyote ile ambayo mimi niliona, isipokuwa ni kwamba kila mwanafunzi ambaye ameshiriki na yule ambaye hakushiriki, kuna motisha fulani ambao ameupata kwa kuona kwamba mwenzangu yule pale kashiriki, kafikia hapa, kasoma kama inavyotakikana, na mwisho wa siku pongezi kapokea, na vile vile si pongezi tu, kuna chochote kile kazawadiwa kama zawadi yake mwanafunzi. Kwa moja kati ya athari ambao ni athari mzuri ipo kwetu hapa shule kwa sababu ya tukio hili la mashindano ya tahfidhi al-Qur'an, ni kwamba wanafunzi ambao kuwa hawamo au hawakushiriki kwenye hii kesi ya mashindano ya siku ya leo, kuna wao pia wamepata motisha, wamepata hamasa ya kwamba mara ijayo wanapendelea pia kushiriki, na si kushiriki tu bali ni kuanziana na mazoezi, kuanzana na rehearsal kwa muda huu mpaka kufikia, ndio inakuja ile ambalo tulizungumzia kwamba moja kati ya kitu ambacho kinafungua milango ya akili ni kushiriki kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hiyo lile lengo ambalo tunalitarajia kiwa ni sekondari la kuweza kuleta ufaulu bora kitaaluma kwa masuala ya mambo ya kidunia, tunaenda kulifikia kupitia njia rahisi kabisa. Kwa namna gani? Tunakishiriki kitabu cha Allah na tunafanikisha wanafunzi. Ni nini kilichokuvutia zaidi katika mashindano haya ya mwaka huu? Kilichonivutia zaidi katika mashindano haya ya mwaka huu ni kwamba nimeona kwa namna moja ama nyingine wanafunzi vipaji vipo. Kwa sababu gani? Karibuni tu aliyepita aliongelea kwamba moja kati ya changamoto ambayo imewakumba washiriki wa tukio hili ni kwamba muda ambao waliekewa au muda ambao uliruhusu kabisa kuweza kujifunza dhidi ya kujiandaa na tukio hili hapa ni kwamba ule muda ulikuwa mdogo sana. Lakini nimevutiwa kuona kwamba pamefanywa vizuri licha ya kuzingatia kwamba muda haukutosha kwa kufanya mazoezi. Hii imenipa hamasa ya kwamba mara ijayo kwa vile muda ni mkubwa tutafanya vikubwa zaidi na lile lengo litafikiwa katika shule yetu hii ya Kiwani Sekondari. Kama rais wa skuli, unawashauri nini wanafunzi wenzako kuhusu kushikamana na Qur'an tukufu? Kama rais katika skuli hii ya Kiwani Sekondari, ushauri wangu kwa wanafunzi wenzangu ni kwamba siku zote anayekitupa kitabu huyo amemtupa Mwenyezi Mungu, na siku zote ukifanya kitu hicho hakuna mafanikio yoyote isipokuwa ni kushikamana nacho na kuweza kulifikia lengo, kwa sababu endapo tutafanya hivyo mafanikio hatutoyapata, kwa sababu tunaye mdharau ndo ambaye anatoa mafanikio. Kwa hiyo ushauri wangu kiuhalisia ni kwamba tushikane na kitabu kiuhalisia cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili Mwenyezi Mungu aweze kutunusuru na kile tunachokiomba mbadala wake aweze kutupatia katika shule yetu hii. Asante. Kwa hakika mashindano haya ya Qur'an yameonyesha juhudi kubwa kwa walimu na wanafunzi katika kuikuza na kuihifadhi Qur'an. Tunawaombea kwa Allah awajalie elimu yenye manufaa na kuwafanya kuwa miongoni mwa watu wa Qur'an. Kutokea hapa Ar-Rahma TV ni mimi Nasor Said Bakar. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.